Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wote mliotambulishwa hapa na katibu wetu wa Bunge, nianze kwanza kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa fursa sisi sote kukusanyika siku ya leo hapa. Na pia nitumie fursa hii kuwashukuru sana viongozi wetu wa dini mliotuongozea sala. Mheshimiwa Rais, pia nitumie nafasi hii kukushukuru kwa heshima kubwa ambayo umelipa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kwa kukubali wito wetu kuja kwako, na pili kukubali kuja kupokea tuzo hii wewe mwenyewe. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Kwa nafasi hii pia napenda nitumie kuwashukuru viongozi wote wa kitaifa mliofika kuja kuungana nasi katika jambo hili la kihistoria. Ninawashukuru kwa sababu mmetenga muda wenu adhimu kabisa ili mje mshuhudie jambo hili pamoja nasi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunafahamu wapo wengine wengi ambao wanatufuatilia kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii na mifumo mingine ya mawasiliano. Hao wote tunawashukuru kwa kuungana pamoja nasi. Ndugu zangu wa Tanzania, leo tunajivunia uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambao umeakisi utawala bora, weledi, uwajibikaji, uaminifu na ujumuishi. Umekuwa Mheshimiwa Rais kiongozi wa mfano katika kuimarisha mifumo ya sheria, haki za binadamu na uwazi unaozingatia usawa na maendeleo ya kila mwananchi. Kwa nafasi yetu wabunge, tumeshuhudia historia ya mafanikio na mabadiliko yaliyoleta tija na ustawi kwa jamii nzima. Leo Mheshimiwa Rais, tunapokusanyika hapa, tunaadhimisha na kutambua mchango wako kupitia tuzo hii maalum. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza kwa utumishi na uongozi wako, na tunaamini utaendelea kuwa taa inayoangaza njia ya taifa letu kwa miaka mingine ijayo. Mheshimiwa Rais, uniruhusu niyataje baadhi ya majukumu makubwa uliyoyatekeleza ambayo yameacha alama ya kudumu kwa nchi yetu. Baadhi ya hayo yameshatajwa hapa na wanakwaya. Mheshimiwa Rais, nianze na falsafa ya 4R ama R4. Katika kipindi cha awali kabisa, uliitaja falsafa ya R4 kama dira muhimu itakayoambatana na uongozi wako. Na 4R hizo ni hizi zifuatazo. Kwanza, maridhiano. Katika eneo hili tumeshuhudia juhudi zako za kuleta maridhiano ya kisiasa na kijamii na kuhimiza umoja wa taifa letu. Mheshimiwa Rais, ya pili, ustahimilivu. Ustahimilivu kama jamii na taifa ya kukabiliana kijasiri na changamoto zozote zinazoweza kujitokeza katika safari yetu ya maendeleo endelevu. Ya tatu, mageuzi. Kufanya mageuzi kila inapobidi ili kukidhi mahitaji ya wakati tulionao na ujao. Mageuzi haya yanaweza kuwa ya kisera, kisheria, kitaasisi au mengineyo. R ya 4 ni ujenzi mpya. Ujenzi upya wa mifumo mbalimbali, taasisi, uhusiano wetu wa ndani na nje, na katika kuleta ustawi, kuchochea maendeleo na kuimarisha taifa letu. Mheshimiwa Rais, ulipokuwa unabainisha falsafa hii ulisema kama ifuatavyo: ninaamini kwamba kwa jitihada zetu za R4
tutaweza kutimiza malengo ya kuwa na mfumo wa vyama vingi vya siasa. Lengo kuu halikuwa kuwa na vyama vingi vya siasa pekee, bali lengo lilikuwa kujenga jamii yenye uzalendo, maridhiano, ustahimilivu na yenye uchumi unaokuwa kwa wote na endelevu. Maneno haya, Mheshimiwa Rais, yameendelea kuwa dira ya uongozi wako, ambayo kwayo nchi imetengamaa, ina utulivu na amani iliyo muhimu kwa maendeleo ya taifa letu. Uongozi wako ambao umeakisi kikamilifu falsafa hii umekuwezesha kutambuliwa ndani na nje ya nchi. Kwa utambuzi huo, umetunukiwa shahada kadhaa kutoka vyuo vikuu mbalimbali duniani. Niruhusu Mheshimiwa Rais nivitaje baadhi. Kwanza, shahada ya kwanza ya heshima ya udaktari uliotunukiwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tarehe 30 Novemba 2022. Shahada ya heshima ya udaktari wa falsafa kutoka Chuo Kikuu cha Jawaharlal Nehru cha nchini India tarehe 10 Oktoba 2023. Shahada ya heshima ya udaktari wa usimamizi wa utalii na masoko uliotunukiwa na Chuo Kikuu cha Zanzibar SUZA tarehe 28 Disemba 2023. Na Chuo Kikuu cha Ankara cha Uturuki kilichokutunuku shahada ya heshima ya udaktari wa uchumi honoris causa tarehe 18 Aprili 2024. Pamoja na utambuzi huu, Mheshimiwa Rais, hapa ndani ya nchi tumeshuhudia mafanikio makubwa katika sekta na nyanja mbalimbali. Naomba nitaje baadhi ya mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wako. Kwanza, kudumisha muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Mheshimiwa Rais, Tanzania ni nchi yenye amani, utulivu, umoja na mshikamano, ambavyo ndivyo nguzo za kudumisha muungano wa Tanzania bara na Zanzibar, na kuwawezesha wananchi wa Tanzania wote kufurahia matunda ya muungano huu kwa kudumisha utaifa wetu uliojengwa katika misingi ya jamii mbili zenye udugu wa asili. Katika kipindi cha utawala wako, Mheshimiwa Rais, wa miaka minne, takribani hoja 15 zimefanyiwa kazi na kuondolewa kabisa kwenye orodha ya hoja za muungano. Mheshimiwa Rais, mwaka 2024 Tanzania iliadhimisha miaka 60 ya muungano, kushuhudia utekelezaji wa miradi ya maendeleo na mafanikio mengineyo kama ifuatavyo. Tarehe 9 Januari 2024 ulizindua jengo la kitega uchumi la Shirika la Biashara la Taifa Zanzibar lililopo Chake Chake Pemba, pamoja na mradi wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi kwa kutumia mifumo ekolojia vijijini katika eneo la Matemwe Kaskazini A, Unguja, Zanzibar, na kuwapatia boti na vifaa vya uvuvi kwa vikundi vya uvuvi wa eneo hilo. Mheshimiwa Rais, la pili, kuimarisha ushirikiano wa wizara na idara na taasisi zisizo za muungano za Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika mambo yasiyo ya muungano. Katika kutekeleza suala hilo, serikali imeratibu vikao 60 vya ushirikiano baina ya sekta zisizo za muungano za Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. 4, kuimarisha uratibu wa vikao vya kamati ya pamoja ya Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kushughulikia masuala ya muungano kwa lengo la kutatua changamoto kwa kasi zaidi, ambapo hoja 15 zifuatazo zimefanyiwa kazi na kuondolewa kwenye orodha ya hoja. Kwanza ni uvuvi kwenye ukanda wa uchumi wa Bahari Kuu. Pili, uingizaji wa maziwa kutoka Zanzibar katika soko la Tanzania bara. Tatu, ajira kwa watumishi wa Zanzibar katika taasisi za muungano. 4, mgawanyo wa mapato yatokanayo na misaada ya kibajeti. 5, mkataba wa mkopo
wa fedha za miradi wa ukarabati wa hospitali ya Mnazi Mmoja iliyoko Zanzibar. 6, mkataba wa mkopo wa fedha za ujenzi wa barabara ya Chake Chake hadi Wete Pemba. Mkataba wa mkopo wa fedha za ujenzi wa bandari ya Mpigaduri inakuwa jambo la 7. Jambo la 8, usimamizi wa ukokotoaji na ukusanyaji wa kodi kwenye huduma za simu unaofanywa na mamlaka ya mapato Zanzibar. 9, mapato yanayokusanywa na idara ya uhamiaji kwa upande wa Zanzibar. 10, uteuzi wa makamu mwenyekiti wa baraza la rufaa ya kodi TRAT kutoka Zanzibar. 11, uteuzi wa mjumbe wa bima ya amana kutoka Zanzibar. 12, malalamiko ya wafanyabiashara wa Zanzibar kutozwa kodi mara 2. 13, kodi ya mapato pay as you earn na kodi ya zuio withholding tax. 14, ongezeko la gharama za umeme kutoka shirika la umeme TANESCO kwenda shirika la umeme Zanzibar ZECO. Na 15, mkataba wa mkopo wa fedha za mradi wa ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Abeid Amin Karume Terminal 3. Mheshimiwa Rais, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeendelea kuona serikali yako namna ambavyo inaendelea kuulinda, kuuthamini na kudumisha muungano wetu. Wewe Mheshimiwa Rais, umekuwa ukitoa tuzo mbalimbali kwa viongozi ambao wameifanya kazi hii, na kwa sababu huwezi mwenyewe kujipa tuzo, basi siku ya leo Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni sehemu ya Watanzania wanaokupongeza sana kwa kufanya kazi nzuri ya kudumisha muungano wetu. Mheshimiwa Rais, pia kwa uchache sekta ya elimu. Chini ya uongozi wako kumekuwa na upanuzi mkubwa wa miundombinu ya elimu, ikiwa ni pamoja na kuongeza bajeti ya elimu ya juu na kutoa mikopo kwa wanafunzi wa ngazi za stashahada kwa fani za sayansi, afya na ufundi. Juhudi hizi zimelenga kujenga taifa lenye elimu, weledi na utaalamu utakaochochea maendeleo endelevu ya nchi yetu. Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha uongozi wako, sera ya elimu ya mafunzo ya mwaka 2014 imefanyiwa mapitio makubwa na kuzaa sera ya elimu ya mwaka 2023. Baadhi ya masuala muhimu katika sera hiyo ni kuimarisha matumizi ya teknolojia na mafunzo ya amali, maeneo ambayo yatachochea uimara wa elimu inayotolewa. Fedha za kugharamia mpango wa elimu bila ada zimeongezeka kutoka shilingi bilioni 312.5 hadi kufikia bilioni 796.38 kwa mwaka 2024. Udahili wa wanafunzi katika vyuo vya elimu ya ufundi umeongezeka kutoka 344,815 hadi kufikia 400,040 kwa mwaka 2024. Mheshimiwa Rais, udahili wa wanafunzi wa elimu ya juu umetoka 98,003 mwaka 2020 na kufikia mwaka 2023 tayari tulikuwa tumefika 196,837. Chini ya uongozi wako Mheshimiwa Rais, kumekuwa na ongezeko la ajira katika eneo hili kumekuwa na ongezeko la ajira la vijana 89,778 ambapo hapo wako wanaume na wanawake, jambo ambalo tunakushukuru kwa kutoa kipaumbele pia kwa uwezeshaji wa wanawake. Kwa upande wa miundombinu ya elimu, kwa sehemu kwaya yetu imeeleza hapa, lakini tumeona katika elimu msingi na elimu sekondari idadi ya shule za msingi zimeongezeka kutoka shule 16,656 mwaka 2020 ambao ni wastani wa shule 277 zikijengwa kwa mwaka hadi shule 19,783 mwaka 2024. Mheshimiwa Rais, hili ni ongezeko la wastani wa shule 782 kwa mwaka. Kwa upande wa shule za sekondari, ujenzi umeongezeka kutoka shule 5,001 mwaka 2020 ambao ni wastani wa ujenzi wa shule 83 kwa mwaka
hadi kufikia shule 5926 mwaka 2024. Hili ni ongezeko la wastani wa shule 231 kwa mwaka. Mheshimiwa Rais, sisi kama Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mchango huu mkubwa sana ulioutoa kwenye eneo la elimu, tunakushukuru sana. Sekta ya madini. Mheshimiwa Rais, serikali yako ya awamu ya 6 imeimarisha na kuongeza mapato yatokanayo na sekta ya madini pamoja na kuwavutia wawekezaji wa ndani na nje, ambapo imechagiza ukusanyaji wa kiwango cha maduhuri ya serikali kutoka shilingi bilioni 624.61 hadi shilingi bilioni 753.82, sawa na ongezeko la asilimia 20.7 kutoka mwaka 2021 hadi 24. Hii ni moja ya mafanikio kati ya mafanikio mengi ambayo taifa limenufaika katika sekta ya madini. Machache kati ya hayo ni kuwainua na kuwawezesha wachimbaji wadogo kwa kununua mitambo 5 ya uchorongaji wa madini. Vituo vya ununuzi madini vimeongezeka kutoka vituo 40 kufikia vituo 105 kwa mwaka 2024. Mitambo 4 yenye uwezo wa kuzalisha tani 20 za mkaa mbadala kwa kupikia imenunuliwa kwa gharama ya shilingi bilioni 12.86. Mheshimiwa Rais, sekta ya utalii. Katika sekta ya utalii kumekuwa na mafanikio mbalimbali kutokana na uongozi wako thabiti. Kipindi chako cha miaka 4 kimeshuhudia ukusanyaji wa maduhuri ya serikali ukiongezeka kutoka shilingi bilioni 367.42 kwa mwaka 2020 hadi kufikia bilioni 887,387,144,190 mwezi Machi 2025, sawa na ongezeko la asilimia 120. Mheshimiwa Rais, filamu ya The Royal Tour na Amazing Tanzania ziliandaliwa na wewe Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini kwa kushirikiana kwa karibu kabisa na Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Filamu hizo zimetangaza Tanzania katika nchi na mabara yote duniani. Jitihada hizo zimekuza idadi ya watalii wa nje kwa ongezeko la asilimia 244.98 kutoka watalii 620,867 mwaka 2020 hadi kufikia watalii milioni 2,141,895 kwa mwaka 2024. Vile mapato yatokanayo na shughuli za utalii yameongezeka kutoka dola za Marekani milioni 700 mwaka 2020 hadi kufikia dola za Kimarekani bilioni 3.9 kwa mwaka 2024. Hili ni sawa na ongezeko la asilimia 427.14 kwa watalii wa kimataifa. Mapato ya utalii wa ndani yameongezeka pia kutoka shilingi bilioni 46.3 mwaka 2021 hadi kufikia bilioni 209.8 mwaka 2024. Hapa ni sawa na ongezeko la asilimia 353.1. Kumekuwa pia na matokeo chanya katika utalii wa mikutano, ambapo katika nyakati mbalimbali nchi yetu imekuwa mwenyeji wa jukwaa la 2 la utalii wa chakula duniani kwa kanda ya Afrika. Mikutano ya nishati ya wakuu wa nchi za Afrika mwezi Januari 2025 na mashindano ya kombe la Afrika ambayo tunayasubiri kwa hamu. Jitihada zote hizi zimefanikisha Tanzania kutambulika na kutunukiwa tuzo za kimataifa. Mifano ni hizi zifuatazo, kwa sababu sitaweza kuzitaja zote. Kwanza, eneo linalovutia zaidi kiutalii, yani Africa's Leading Destination 2024. Pili, eneo linaloongoza kwa utalii wa safari, yani World's Leading Safari Destination 2024.
3, tuzo ya Mlima Kilimanjaro ya kivutio bora cha utalii barani Afrika, yani African Leading Tourism Attraction 2024. Hifadhi ya Serengeti kutambuliwa kuwa eneo la pili bora zaidi duniani kwa safari na utalii, yani the world's second destination by Times of India. Tuzo nyingine ni tuzo ya utoaji wa huduma bora kwa viwango vya kimataifa kwa taasisi ya TANAPA, ambapo imeshinda kwa mara 5 mfululizo kuanzia mwaka 2020 mpaka 2024, na tuzo ya bodi ya utalii bora Afrika. Mheshimiwa Rais, sekta ya kilimo. Katika kuendeleza sekta ya kilimo, serikali ya awamu ya 6 imechukua hatua mbalimbali zifuatazo: kuboresha kilimo cha umwagiliaji kutoka hekta 561,383 mwaka 2020 hadi hekta 983,466.06, pamoja na skimu 34 za umwagiliaji zenye jumla ya hekta 31,773. Skimu ndogo ni hekta 218, skimu za kati 16 ni hekta 13,520, na skimu kubwa 7 zenye hekta 15,772. Katika eneo hili la kilimo pia umeimarisha ujenzi wa mabwawa 19 ya uvunaji wa maji ya mvua yenye jumla ya lita za ujazo 280,446,100 katika mikoa ya Dodoma, Tabora, Simiyu, Mwanza, Shinyanga, Manyara, Singida, Geita, Kigoma, Tanga, Lindi, Mtwara, Kilimanjaro na Arusha. Mheshimiwa Rais, upatikanaji wa mbolea umeongezeka kutoka tani 586,604 mwaka 2020 hadi tani 1,213,729 za mbolea. Kumekuwa na ongezeko la ujenzi wa viwanda vipya 18 vya ushirika, vikiwemo viwanda vya kuchambua na kuchakata pamba, kukamua mafuta, kukoboa na kusaga nafaka, kusindika maziwa na asali, kuchakata kahawa, kukamua mafuta ya mbegu na kiwanda cha kubangua korosho. Kumekuwa na ongezeko la idadi ya vyama vya ushirika nchini vinavyotumia mfumo wa stakabadhi za ghala kutoka vyama 2,150 kwa mwaka 2020 hadi kufikia vyama 4,060 mwaka 2024. Katika mikoa ya Tabora, Tanga, Shinyanga, Simiyu, Mwanza, Katavi, Manyara, Songwe, Rukwa, Mbeya, Singida, Dodoma, Geita, Morogoro, Kilimanjaro na Iringa. Aidha, vyama 49 vya ushirika vyenye wanachama 4,177 vimeanzishwa katika kipindi chako. Vyama hivi vina wanachama kutoka makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Sekta ya afya kwa ufupi, Mheshimiwa Rais. Sekta hii imeshuhudia uimarishaji wa miundombinu ya afya ikiwemo upatikanaji wa dawa na vifaa tiba. Kwa upande wa afya ya mama na mtoto, Tanzania imeshuhudia takwimu za kupungua kwa vifo vya mama na mtoto kutoka vifo 556 kwa mwaka 2016 hadi kufikia vifo 104 kwa kila vizazi hai 100,000 kwa mwaka huu. Aidha, ujenzi wa miundombinu ya afya umeimarika kama ifuatavyo: ujenzi wa hospitali za kanda zipatazo 6, ujenzi wa hospitali za rufaa za mikoa zipatazo 28, ujenzi wa hospitali za wilaya 129, ujenzi wa vituo vya afya 345 na ujenzi wa zahanati 1158. Kutokana na takwimu hizi za uboreshaji wa sekta ya afya, Mheshimiwa Rais, ulitunukiwa tuzo maalum ya kimataifa ya The Global Goalkeepers Award na taasisi ya Gates Foundation kutokana na mageuzi makubwa ulioyasimamia na kutekeleza katika kuboresha huduma ya afya
kwa uzazi kwa mama na mtoto tarehe 4 Februari 2025. Mheshimiwa Rais, sekta ya maji. Chini ya kauli mbiu yako ya kumtua mama ndoo kichwani, imekuwa chachu ya upatikanaji wa maji hususan katika vijiji na vitongoji katika nchi yetu. Utekelezaji wa kauli mbiu hii umeleta nafuu kubwa kwa wanawake katika kuwaletea huduma ya upatikanaji wa maji. Mheshimiwa Rais, kutokana na jitihada za serikali unayoiongoza na mchango wako wa kipekee katika kuimarisha sekta ya maji, umetambuliwa na kupewa tuzo ya kuwa kinara wa uongozi katika masuala ya maji Afrika, yani the Pan African Water Sanitation and Hygiene Champion, na taasisi ya WaterAid UK ya nchini Uingereza. Pili, ujenzi umeanza wa gridi ya maji ya taifa, yani National Water Grid, kwa kutumia vyanzo vya maji vya uhakika. Serikali yako imekuwa ya kwanza katika kuanzisha hati fungani ya kijani kwenye maji katika ukanda wa Mashariki na Kusini mwa Afrika. Kwa miaka miwili mfululizo, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeongoza katika utekelezaji wa programu ya malipo kwa matokeo duniani, na hivyo kuongeza bajeti ya programu kutoka dola za Marekani milioni 300 hadi kufika dola za Marekani milioni 650. Mheshimiwa Rais, umeongoza mabadiliko ambayo yamechochea kasi ya utekelezaji wa miradi mikubwa iliyokuwa kwenye mipango kwa muda mrefu, kama vile ujenzi wa mradi wa bwawa la Kidunda wa bilioni 329.5, ambapo kwa sasa kazi imefikia 30% ya utekelezaji wake, na pia ujenzi wa mradi mkubwa wa bwawa la Farkwa unaogharimu bilioni 312. Mheshimiwa Rais, jambo lingine kwenye eneo la maji ni vifaa vya utafiti wa maji chini ya ardhi vimenunuliwa, ambapo vimepatikana seti 25 za mitambo ya kuchimba visima na seti 5 ya mitambo ya kuchimba mabwawa. Vijiji zaidi ya 10,000 vimepata maji na idadi iliyobaki ni ndogo kama vijiji 2,000 hivi. Programu ya uchimbaji wa visima 900 imetekelezwa, ambapo kila jimbo linapata visima 5 vya maji. Miradi mikubwa ya kimkakati ya maji iliyokaa muda mrefu bila utatuzi sasa imekamilika, ikiwemo mradi wa maji wa Same Mwanga Korogwe. Mheshimiwa Rais, sekta ya ujenzi. Katika sekta hii tumeshuhudia maboresho makubwa ya miundombinu kama ifuatavyo. Kumekuwa na ujenzi wa barabara za lami katika barabara kuu za mikoa na wilaya zenye urefu wa kilomita 2131 na kuongezeka kwa mtandao wa barabara za lami kutoka kilomita 13,235.1 kwa mwaka 2020 hadi kufikia kilomita 15,336.36 kwa mwaka 2024. Barabara za changalawe za wilaya zimejengwa zenye urefu wa kilomita 12,875 na kuongezeka kwa mtandao wa barabara za changalawe kutoka kilomita 29,133.17 mwaka 2020 hadi kufikia kilomita 42,059 kwa mwaka 2024. Kwa upande wa viwanja vya ndege, ukarabati wa barabara za kuruka na kutua ndege kwa kiwango cha lami umekamilika katika viwanja vya ndege vya Arusha, Songwe, Songea, Mtwara, Dodoma, Iringa, Musoma, Shinyanga, Sumbawanga, Kahama na Mpanda. Mikoa ya Singida, Tabora na Tabora Katavi imeunganishwa kwa barabara za lami. Ujenzi wa madaraja makubwa ya Kitengule, Wami, Msingi, Tanzanite, Kiegea, Berega, Gerezani, Mpwapwa na Ruhuhu, na pia daraja kubwa kabisa ama refu kabisa la Kigongo Busisi. Upanuzi wa viwanja vya ndege vya Mwanza na Songwe umekamilika.
Wakati huo huo, ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato ukiendelea, na sasa utekelezaji wake umefika asilimia 64. Mheshimiwa Rais, sekta ya uchukuzi. Sekta ya uchukuzi ni mojawapo ya vipaumbele vya serikali ya awamu ya 6. Miradi ya kimkakati katika maeneo ya bandari, reli, usafiri wa anga, maziwa makuu pamoja na ufungaji wa rada za hali ya hewa imetekelezwa. Naomba nitaje baadhi ya maeneo katika sekta hiyo. Serikali imeimarisha miundombinu ya bandari ikiwemo uboreshaji wa gati namba 1 hadi 7 jijini Dar es Salaam ama wa bandari ya Dar es Salaam. Lakini pia imefanya kazi ya kuchimba kina cha maji kutoka mita 11 hadi kufikia mita 14.5. Ujenzi wa gati maalum la kuhudumia meli za magari na eneo la kuegesha magari katika bandari ya Dar es Salaam pamoja na upanuzi wa lango la kuingilia na kugeuzia meli. Bandari ya Tanga imefanyiwa ukarabati wa gati namba 1 hadi 2 yenye urefu wa mita 300 pamoja na kuongeza kina kutoka mita 3 hadi mita 13. Shehena ya mizigo bandarini imeongezeka kutoka tani 17.1 kwa mwaka 2020 hadi kufikia tani milioni 28.75 mwaka 2024. Mheshimiwa Rais, katika huduma za reli yafuatayo yamefanyika. Sambamba na kazi kubwa inayofanywa katika maeneo niliyoyataja hapa, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kumalizia ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR kutoka Dar es Salaam hadi Makutupora kilomita 722 na kununua vichwa vya treni vipatavyo 17 na mabehewa 65. Vile ujenzi umeanza wa kipande cha Makutupora Isaka na Tabora na Kigoma. Hizi ni hatua muhimu zinazochangia kasi ya maendeleo ya nchi yetu kijamii na kiuchumi. Mheshimiwa Rais, kazi inayoendelea hivi sasa ni kukamilisha ujenzi wa reli ya kisasa kwa kipande cha Mwanza Isaka chenye kilomita 341 ambapo hadi sasa ujenzi umefikia asilimia 60.82. Makutupora Tabora kilomita 68 sawa na asilimia 14.53. Tabora Isaka kilomita 165 ambayo asilimia 6.2. Na Tabora Kigoma kilomita 506 utekelezaji wake umefikia asilimia 6.58. Serikali ya awamu ya 6 imekarabati mabehewa ya mizigo 330 kati ya 600 na mabehewa ya abiria 30 kati ya 37 ambayo yameanza kutoa huduma katika reli ya kati. Mheshimiwa Rais, katika eneo la usafiri wa anga, serikali yako ya awamu ya 6 imefanya yafuatayo. Serikali imenunua ndege 6 za abiria na ndege 1 ya mizigo, hivyo kufanya idadi ya ndege kuwa 16 kwa mwaka 2024 ikilinganishwa na ndege 9 zilizokuwepo mwaka 2020. Kazi nyingine iliyokamilika ni ufungaji wa mashine mdaku ya Niskana 7 za ukaguzi wa abiria na mizigo katika viwanja vya ndege vya Mwanza, Musoma, Arusha, Dodoma, Manyara, Iringa na Tanga. Katika kuimarisha sekta hii ya ndege, ujenzi wa kiwanda cha kuunganisha na kutengeneza ndege umeanza Morogoro. Mfumo wa taa za kuongoza ndege imewekwa katika viwanja vya ndege vya Songea, Songwe, Mtwara na Dodoma. Mheshimiwa Rais, vile umeimarisha shirika la ndege la taifa ATCL kwa kununua ndege 6 hizo ambazo nimezisema, na sasa tunaweza kusema anga la Tanzania limefunguka. Anga la Tanzania limefunguliwa. Mheshimiwa Rais, sekta ya nishati. Sekta ya nishati ni muhimu sana kwa ustawi wa jamii na kuendeleza uchumi wa taifa lolote duniani. Katika sekta hii mafanikio makubwa yamepatikana na naomba niataje baadhi ya hayo. Kwanza, taifa letu hivi sasa limefanikiwa kuzalisha umeme wa megawatt 2115 ambao umekamilika, na hizi megawati zote kuingizwa katika gridi ya taifa.
Hatua hii inafuatia kukamilika kwa ujenzi wa mradi wa kuzalisha umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere na hivyo kuimarisha upatikanaji wa umeme nchini. Aidha, ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme ya kilovoti 400 kutoka bwawa la Mwalimu Nyerere hadi Chalinze umekamilika. Kituo cha kupoza umeme cha Chalinze cha kilovoti 400, 220, 132 kimewezesha kusafirisha na kupoza umeme unaoingizwa katika gridi ya taifa kutoka katika chanzo cha umeme cha bwawa la Mwalimu Nyerere. Miradi ya kuzalisha umeme ikiwemo Kinyerezi 1 extension unaozalisha megawati 185 kwa kutumia gesi asilia na mradi wa Rusumo wa megawati 80 kwa kutumia maporomoko ya maji ya mto Kagera imekamilika. Kwa upande wa upatikanaji wa umeme, vijiji 12,278 kati ya vijiji 12,318 sasa vimeunganishwa kupata huduma hiyo. Hii ni sawa na asilimia 96.67 ya vijiji vyote. Vitongoji 32,827 kati ya 64,359 navyo vimepata umeme sawa na asilimia 51. Kiwango cha umeme unaounganishwa katika mfumo wa gridi ya taifa kimeongezeka kutoka megawati 1602.32 mwaka 2020 hadi megawati 3169.26 mwaka 2024. Gridi ya taifa ya Tanzania imeunganishwa na gridi za nchi jirani za Kenya kupitia mradi wa Backbone Transmission Power Investment Project wenye msongo wa kilovoti 400 na Burundi na Rwanda kupitia mradi wa Rusumo wa megawati 80. Hatua hii imewezesha kuanza kwa ujenzi wa kusafirisha umeme wa kilovoti 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma. Mheshimiwa Rais, katika ile eneo la nishati, Tanzania inatambua kwamba wewe ni kinara wa nishati safi. Katika kuwa kinara wa nishati safi, umefanikiwa kuibeba ajenda ya nishati safi ya kupikia kimataifa na kitaifa pia kwa kuhamasisha ubunifu katika teknolojia ya nishati safi ya kupikia na kuhakikisha watu wanapika katika mazingira safi ya kiafya lakini pia kimazingira. Aidha, umesisitiza uanzishwaji wa kitengo maalum cha usimamizi madhubuti wa nishati safi. Kwa kufanya hivyo, umehakikisha kwamba Tanzania inakuwa mstari wa mbele katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kulinda mali asili zetu lakini pia kwa kulinda misitu yetu. Mheshimiwa Rais, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutambua mchango huo mkubwa katika hili eneo la nishati, leo tunakupa tuzo maalum. Sekta ya elimu. Mheshimiwa Rais, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sekta ya ushirikiano wa kimataifa. Taifa la Tanzania linatambua heshima ambayo unaendelea kuliletea kwa kuimarisha nafasi ya Tanzania katika diplomasia ya kimataifa, ambapo umehakikisha Tanzania inashiriki katika majadiliano ya kimataifa na jumuiya za kikanda kama vile Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, ambazo nchi yetu ni mwanachama, ikiwemo kutekeleza kikamilifu diplomasia ya kiuchumi. Mheshimiwa Rais, katika utekelezaji wa sera ya mambo ya nje ya uboreshaji wa diplomasia ya uchumi, Tanzania imefanikiwa kupata mikopo ya masharti nafuu ya kiasi cha dola za Marekani bilioni 2.5 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi katika sekta mbalimbali za maendeleo. Nchi yetu imepata mkopo wa masharti nafuu wenye kiasi cha dola za Marekani milioni 163.6 kwa ajili ya kugharamia mradi wa ujenzi wa hospitali ya Mbiguni na kituo cha mafunzo ya afya Zanzibar. Mheshimiwa Rais, nchi yetu pia imeweza kuratibu mikutano 25 ya ubia wa maendeleo baina ya Tanzania na nchi za Afrika, Ulaya, Amerika, Asia, Australia na Mashariki ya Kati. Pia Mheshimiwa Rais, umeendelea kuimarisha diplomasia kwa kushiriki mikutano mbalimbali ya kimataifa,
ambayo imeliletea tija kubwa sana taifa letu. Pia umewezesha Tanzania kuteuliwa kuwa mjumbe wa Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika na hivyo kuchangia katika maamuzi ya masuala ya kimkakati kuhusu amani na usalama barani Afrika. Mheshimiwa Rais, pia umewezesha Watanzania wengi kupata nafasi za uongozi katika taasisi za kikanda na kimataifa. Mifano ya hao viongozi, maana nao hatuwezi kuwataja wote, ni wengi. Mmoja wapo ni Profesa Mohamed Janabi aliyechaguliwa kuwa mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani WHO kanda ya Afrika. Lakini hii ni baada ya kifo cha mteule wa awali Dr. Faustin Ndugulile ambaye ametangulia mbele za haki. Lakini pia Mheshimiwa Rais, umewezesha Dr. Deo Mwapinga ambaye amechaguliwa kuwa katibu mpya wa jukwaa la mabunge la wabunge wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Nchi za Ukanda wa Maziwa Makuu. Pia umewezesha Balozi Profesa Kenneth Gaston kuwa mjumbe wa Kamisheni ya Umoja wa Afrika ya Sheria za Kimataifa. Pia yupo Bwana Benjamin Kapera, umewezesha kuwa mjumbe wa Kamisheni ya Umoja wa Afrika wa Bodi ya Ushauri wa Afrika kuhusu mapambano dhidi ya rushwa. Aidha, leo hii Mheshimiwa Rais, mimi nimesimama mbele yako pamoja na kwamba ni spika, lakini pia ni rais wa Umoja wa Mabunge Duniani. Mheshimiwa Rais, kama ambavyo tunatambua kwa hao wengine kwamba si kwa juhudi zao, lakini ni kwa juhudi zako nafasi hizi zimepatikana, vivyo hivyo urais wa Umoja wa Mabunge Duniani usingeweza kupatikana bila juhudi zako. Hivyo Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo linakutunukia tuzo kwa kutambua mchango mkubwa ambao umetoa kuhakikisha Tanzania inashiriki kwa ujumla wake katika kuleta maendeleo duniani. Mheshimiwa Rais, asante sana. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, wabunge hawa wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutafakari nini cha kufanya kwa niaba ya wananchi wanaowawakilisha, wakawaza kukupa tuzo maalum leo. Kama isingekuwa muda, katika majimbo yote ya Tanzania ambayo yako 264 na sasa yameongezeka ambayo wabunge wake hawajaja bado bungeni, wabunge hawa kila mmoja wao anayo hadithi njema ya kutoka kwenye majimbo yao na kazi uliofanya katika sekta zote hizi. Vile vile Mheshimiwa Rais, wabunge wanaowawakilisha wanawake wanatambua mchango wako mkubwa sana katika eneo la uwezeshaji wanawake kiuchumi, kisiasa, kijamii na kiuongozi. Mheshimiwa Rais, hawa nao kama wangepata nafasi ya kusema, wangezisema hadithi nzuri ambazo wanawake wa nchi hii wanaowawakilisha wamewaambia na wao wameona kwa macho yao. Mheshimiwa Rais, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo lina uenzi uongozi wako mahiri katika kuhakikisha nchi yetu inasonga mbele kiuchumi, kisiasa, kiutamaduni na kimaendeleo kwa ujumla. Kwa kuzingatia maudhui niliyoyaeleza hapo juu, na kabla hatuja kukabidhi tuzo, Mheshimiwa Rais, tunaomba uridhie kwa kifupi kabisa utazame, maana sijaweza kusema yote. Sehemu wamesema wanakwaya, sehemu itasema jambo ambalo tumeliandaa ili utazame kwa macho yako yale ambayo wabunge wanatamani kusema kwako. Basi mtu wataalamu waweke documentary, kisha nitasimama tena kwa ajili ya kumkaribisha Rais kupokea tuzo. Asanteni sana.
Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni kiongozi mwenye maono na dhamira thabiti ya kuiletea Tanzania maendeleo, umoja na mshikamano, kama alivyodhihirisha bungeni alipohutubia kwa